Sasa hebu tuelekee huko Gabon ambapo hadi kufikia hivi sasa zaidi ya mataifa 5 barani Afrika tayari yamekwisha ripotiwa kufanya chaguzi zake, huku vyama vikongwe vya ukombozi vikionekana kupoteza katika chaguzi hizo. Studioni moja kwa moja tuipate taarifa hii kwanza. Zaidi ya wapiga kura 900,000 nchini Gaboni wamejitokeza kushiriki uchaguzi wa kwanza wa wabunge na madiwani baada ya kung'olewa kwa utawala wa kifamilia wa Bongo mwaka 2023. Tume huru ya uchaguzi CGE imeripoti zoezi hilo limefanyika kwa amani licha ya changamoto ndogondogo za kiufundi katika baadhi ya vituo vya kupigia kura. Kwa mujibu wa ripoti za ndani, wapiga kura wengi hususan vijana wanataka mabadiliko kutokana na kuchoshwa na mifumo ya zamani ya siasa za kifamilia. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanasema changamoto ni namna chama kipya cha UDB kitakavyopata uhalali kitaifa, hasa mbele ya vyama vikongwe kama Gabonese Democratic Party PDG ambavyo bado vina ushawishi wa kifedha na kijamii. Matokeo ya awali yanatarajiwa kutolewa mwishoni mwa wiki hii, huku wadau wa kimataifa wakiwemo Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati ECOWAS wakifuatilia uchaguzi huu kwa karibu. Ripoti za uangalizi wa uchaguzi zinaonyesha hali ya utulivu, tofauti na uchaguzi wa mwaka 2016 ulioambatana na vurugu nchini humo. Hata hivyo, rais wa mpito Brice Oligui Nguema ameweka wazi kwamba hana nia ya kugombea urais baada ya kipindi cha mpito. Kupitia ukurasa wake wa Facebook alieleza kuwa lengo la chama chake kipya cha Democratic Union of Builders UDB ni kupata wingi wa viti bungeni ili kuimarisha misingi ya mageuzi. Kauli hiyo imeibua mjadala wa kisiasa kutokana na uwepo wa vyama vikongwe kama Gabonese Democratic Party PDG ambacho bado kina wafuasi wengi nchini humo. Wachambuzi wa siasa barani Afrika wanasema uchaguzi wa Gaboni unaweza kuwa mfano wa mataifa mengine yaliyopitia misukosuko ya kijeshi. Ikiwa mchakato utahitimishwa kwa amani, utaonyesha kwamba mpito wa kijeshi unaweza kupelekea demokrasia yenye uhalali ikiwa itasimamiwa kwa umakini. Mashirika ya kiraia nchini Gaboni yamekazia umuhimu wa kuhakikisha matokeo ya uchaguzi yanatafsiriwa katika vitendo, hasa katika sekta za ajira, elimu na afya ambazo zinagusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Kwa sasa macho ya bara la Afrika na jamii za kimataifa yameelekezwa nchini Gaboni, wakisubiri kuona kama taifa hili tajiri kwa mafuta litavuka salama kutoka kwenye ukurasa wa utawala wa kifamilia na kuingia katika sura mpya ya siasa shirikishi. Johnson Msofe, Kasr la Kikeke, Crown Media. Shukran sana Johnson Msofe kwa taarifa hiyo ambayo ilikuwa kihusiana na raia nchini Gaboni huko mwishoni mwa wiki iliyopita, ambapo walipiga kura katika uchaguzi wa bunge na serikali za mitaa, ukiwa ni uchaguzi wa kwanza kabisa tangu mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Agosti 2023 na kumaliza utawala wa familia ya Bongo. Uchaguzi huu ulichaguliwa kama vipimo na uthabiti wa taasisi mpya na imani kwa serikali ya mpito ambayo inaongozwa na Jenerali Brice Oligui Nguema. Hayo ni moja kati ya maelezo ambayo tumeyasikia kwa kina kutoka kwake Johnson Msofe, lakini moja kwa moja hapa studioni tunaungana na Lugete Musa Lugete ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na historia, tukijadiliana hapa kwa kina mwelekeo wa demokrasia na siasa za bara zima la Afrika. Karibu sana Lugete. Asante sana. Tumekutana tena. Habari za tangu wiki iliyopita? Mungu ni mwema, tunaendelea vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na Afrika yetu. Naona mchakato kidogo mambo yanakuwa yanaenda divisivyo kwa vyama vingi vikongwe vikionekana kupoteza katika bara letu la Afrika. Hii hasa inatuletea tafsiri gani? Wanasema hakuna marefu yasiyo na ncha. Hata dola ya Roma ilitawala dunia na hatimaye ikaanguka. Kwa hiyo katika siasa mimi nadhani hakuna chama ambacho kimejipa mamlaka ya kutawala milele. Kuna zama wakati itafika chama kikongwe kitaanguka na kupisha vyama vingine. Cha msingi ni kuboresha. Kama vyama vikongwe vinataka kusalia madarakani, inabidi vijifanyie tathmini, vijifanyie mageuzi wenyewe, viboreshe namna ya kuwahudumia wananchi wao ili vionekane ni vya kisasa. Vivue uhafidhina kung'ang'ania mambo ya kale, vivae uhalisia na viboreshe kuwahudumia wananchi wao mara 150 kuliko kufanya kazi kwa mazoea. Lakini kwa upepo unaokuja naona kabisa kuna mageuzi makubwa yanakuja kuondoa vyama vikongwe na kuweka siasa mpya zinazoendana na ushindani
wa kidunia, kiteknolojia, kiuchumi na mambo ya kisiasa. Kwa hiyo naona kwa sababu ukiangalia hivi vyama vilivyopigania uhuru vingi vinaanza kupoteza mvuto, vinaanza kupoteza ile shauku ya kuwapigania watu wao. Tuseme wakati vinapigania uhuru kutoka kwa mkoloni, vilikuwa ni vyama ambavyo vimejikita kwenye uzalendo wa hali ya juu kumtoa mzungu. Na baada ya kumtoa mzungu, vyenyewe sasa kwa baadhi ya nchi vikageuka kuwa wakoloni. Kwa maana ya kwamba labda inawezekana walivyokuwa wanapigania uhuru walitaka wajilipe matunda ya uhuru. Kuna mwandishi mmoja anasema fungati ya uhuru. Vyama vilipigania uhuru, Mohamed Seif Hatibu anasema vyama vilivyopigania uhuru mara baada ya kupata uhuru wakaanza kugawana madaraka na mali kama bi harusi akiwa fungati anahesabu zawadi alizopewa kipindi cha harusi. Kwa haya ambayo yanaendelea, unadhani ni kwa kiasi gani katika mchakato wa demokrasia kwamba ndo tunakuwa, ama mambo ndo kama unavyosema tu kwamba watu pengine wanachoshwa na vyama vikongwe? Kwanza kuna hali ya watu kukinahi kutawaliwa muda mrefu. Hiyo ipo. Unaona tumesema Gaboni toka mwaka 65 Ali Bongo na mwanae akaja 2000 Bongo. Wanasema hii Bongo hii familia kina Bongo, Ondimba Bongo ndio jenerali akaamua kuipungumzisha hii familia ya Bongo akachukua. Na huyo bwana anaonekana alivyo serious, anaweza akashinda uchaguzi ujao wa Gaboni akawa rais kwa moja kwa moja, kwa sababu sasa hizi ni utawala wa mpito wa kijeshi, anaweza akawa rais. Lakini tukitazama hasa kiujumla namna tunavyotazama mwelekeo wa siasa na chaguzi mbalimbali ambazo zinaendelea katika bara letu la Afrika, na haya yote ambayo yanajitokeza ndani yake, kwa picture tu ya haraka ni kitu gani kikubwa ambacho kinajitokeza ndani yake hivi sasa kupitia siasa zetu? Kwanza ni matakwa na matarajio ya vijana, kwa sababu Afrika ndio bara pekee duniani lenye vijana wengi. Kwa hiyo matakwa ya vijana yasipofanyiwa kazi yanaweza yakaleta balaa kubwa, kwa sababu vijana sasa hizi wanataka kushikilia uchumi, wanataka kushikilia siasa, wanataka kushikilia diplomasia, wanataka kuwa sehemu ya maamuzi kwenye mgao wa keki ya taifa. Kwa hiyo tunaona vyama vikongwe, ukienda Afrika Kusini ANC ilipasuka kidogo, ndo akaja wa Economic Freedom Fighter kina Julius Malema, ndo wanapushi kuiondoa ANC madarakani. Ukienda Zimbabwe ZANU PF imekaa muda mrefu, kuna mtu anaitwa Nelson Chamisa ni mpinzani anataka kupush. Ukienda Angola kuna MPLA, Movement People for Liberation of Angola, wakina Joao Lourenco, nao wana upinzani mkubwa kutaka kuondolewa madarakani. Tuko naye Lugete, Musa Lugete, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na historia, tukijadiliana kuhusiana na mwelekeo wa demokrasia na siasa za barani Afrika, hasa kwa kile ambacho kimejitokeza kule Gabon, na tunatazama pia miongoni mwa wiki iliyopita yale ambayo yalijitokeza katika chaguzi wa bunge na serikali za mitaa. Na moja kwa moja sasa hivi tulikuwa tunazungumza hapa, Lugete anatupatia ile picture moja kwa moja ambayo inajitokeza hasa kwa bara letu zima kutokana na hii hali halisi. Umeishia pazuri na nilikuwa nasema ukisogea hapo jirani zetu kwa Makonde hapo Mtwara na Msumbiji wanapakana kwenye ile daraja la pamoja lile pamoja bridge, unaitwa Mtambaswala, kama umewahi kupasikia hapo. Mtambaswala ni daraja linalotenganisha kati ya Tanzania na Msumbiji, na mapembe mawili ya ndovu limewekwa hivi, picha ya pembe. Kwa hiyo pale Msumbiji nao Frelimo wanajikongoja, na juzi unaona uchaguzi uliofanyika hivi juzi hapo Msumbiji kati ya Daniel Francisco Chapo wa Frelimo na Evancio Mondlane, unaona kabisa alishinda kwa ushindi mdogo sana. Kuna kazi kubwa anatakiwa ifanye Daniel Francisco Chapo, kwa sababu ameshinda ushindi mwembamba sana. Kwa hiyo inabidi awahakikishie watu wa Msumbiji kwamba anaweza akatatua changamoto za ajira, uchumi ukakua, na akawahakikishia usalama wa taifa la Msumbiji kufuatia uwepo wa wanamgambo wa Kiislamu ambao wanasumbua mkoa wa Cabo Delgado kule Pemba na Praia Mosiambo. Kwa hiyo wale waliokuwepo Kibiti walikufukuzwa kule. Kwa hiyo ukija hapa Tanzania tuna Chama cha Mapinduzi, ambapo tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 77 ASP na 5 waliungana kuleta CCM. Hapa Tanzania napo CCM inajaribu kujifanyia mageuzi ili isije ikaanguka, kwa sababu nayo CCM ina wasiwasi wa kuanguka. Kwa hiyo ikiangalia rafiki zake waliopigania uhuru zamani na nchi zingine ambazo CCM iliwasaidia kupata uhuru wanapitia kwenye joto kali, kwa hiyo na wenyewe CCM wanajifanyia maboresho ili wasije wakaanguka. Lakini kitu ambacho ningependa kuwashauri Chama cha Mapinduzi, kama kitapata madaraka ya kushinda uchaguzi baada ya Oktoba 29, kitu cha msingi ambacho wanatakiwa kufanya Chama cha Mapinduzi,
Ukisoma kwenye Irani ya 2025 2050, Irani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba mpaka kufika 2050 Tanzania inabidi pato la taifa kwa mwaka iwe dola trilioni 1 na pato la Mtanzania mmoja iwe dola 7,000. Ili kufikia dola trilioni 1 Afrika nzima hakuna nchi yenye uchumi wa dola trilioni 1 kwa mwaka. Afrika Kusini dola milioni 400 kwa mwaka, Nigeria, Misri, Morocco, Angola, hizo nchi ziko chini ya dola milioni 500 kwa mwaka. Kwa hiyo sisi tutakuwa ni nchi ya kwanza Afrika. Na duniani nchi ambazo zenye uchumi wa dola trilioni 1 ziko 19 tu. Zinaitwa 1 trillion club. Hizo ziko 19 dunia nzima katika nchi zaidi ya 195. Ili tuweze kufikia huko, serikali ya Chama cha Mapinduzi ni lazima iboreshe nishati ya umeme. Katika hizo nchi 19 ninazokuongea dada yangu, ni nchi moja tu inaitwa Korea Kusini ambayo ina megawati za umeme 50,000. Sisi Tanzania tuna megawati za umeme zisizopungua 5,000, chini ya 5,000. Kwa hiyo ili serikali ya Chama cha Mapinduzi iweze kutatua tatizo la ajira na sekta zote zikue kwa haraka, ni lazima kuwe na umeme wa uhakika. Tunataka kuiona TANESCO ikifanya anniversary ya kutokatika umeme kwa walau hata mwaka mmoja. Tangu uhuru TANESCO haijawahi kufanya anniversary hata ya kutokatika umeme nchi nzima kwa wiki moja. Na ili tuweze kuwa na megawati zaidi ya 20,000 kupanda juu, nilikuwa namsikia mgombea wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan akisema ataongeza megawati 8,000 na hizi 8,000 itakuwa kama 13,000. Lakini hiyo haitoshi. Ni kwa sababu sisi Tanzania ni mwanachama wa NPT. Kuna kitu kinaitwa NPT. NPT maana yake ni nani? Nuclear Proliferation Treaty, mkataba wa matumizi ya nuclear duniani, ambao inakuwa ni International Energy Agency Association chini ya Umoja wa Mataifa. Kwa sisi tangu 91 Tanzania ni mwanachama wa NPT. Sisi Tanzania tuna tani zaidi ya bilioni 2 ardhini za madini ya uranium. Mchuchuma, Liganga, ukitoka Dodoma kwenda Singida, ukitoka Dodoma kwenda mpaka Kondoa, ile yote ni uranium iko ardhini. Kwa sisi inabidi serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na jeshi la wananchi wajenge kiwanda cha kuweza kurutubisha madini ya uranium ili tupate umeme wa nuclear. Sisi Tanzania tunarutubisha uranium kwa 0.1% kwa ajili ya matibabu ya kansa pale Ocean Road. Tunarutubisha uranium kwa 0.1% kwa ajili ya kansa. Kansa inatibiwa kwa madini ya uranium. Kwa hiyo sisi Tanzania tukiweza kurutubisha uranium, tukajenga kiwanda chetu cha jeshi, maana uranium, urutubishaji wa uranium dunia nzima wao wanafanya wanajeshi kupitia wanajeshi. Ukienda Iran, Afghanistan, ukienda India, nchi zote wanafanya wanajeshi. Kwa hiyo sisi jeshi letu lipewe pesa za kutosha, wajenge chuo cha kijeshi na kiwanda cha kugeuza cha kurutubisha uranium kupata umeme wa nuclear. Kwa ajili ya nuclear, sio kutengeneza silaha. Baada ya hapo sasa tuweze kuchukua uranium zetu tunazochimba Mchuchuma, Liganga kule Mbeya na madini yote ya uranium tuyakusanye. Tukishamaliza kuyakusanya, tutengeneze, turutubishe uranium, tupate unit. Ukiweza kurutubisha uranium kutoka 1% mpaka 20%, una uwezo wa kutengeneza megawati za umeme 30,000. Megawati za umeme 30,000, Tanzania ndio itakuwa nchi ya kwanza kuwa na umeme mwingi Afrika. Hivyo itavutia viwanda vikubwa kutoka Ujerumani, China, Marekani, watakuja kuwekeza viwanda vya magari, viwanda vya trekta. Umeme utakuwa wa kutosha. Makampuni makubwa, wafanyabiashara wakubwa wanaojua hapa nchini hawatakuwa na lalamika umeme. Sekta zote zitakuwa, kwa sababu kutoka kuna nishati, tutavutia uwekezaji, na kutoka hapo Tanzania ndio itakuwa nchi yenye uchumi mkubwa wa Afrika nzima. Na hapo ndipo safari yetu ya kufikia uchumi wa dola trilioni 1 kufika 2050 itakuwa imefika. Ni lazima Chama cha Mapinduzi kifikirie namna ya kurutubisha uranium mpaka kwa 10-15 tupate megawati za umeme 30,000 ili tuwe taifa lenye nguvu. Tukishakuwa na megawati za umeme 30,000, tatizo la ajira litakoma, kila tatizo litaisha. Kwa sababu Tanzania itakuwa ni nchi ya kisasa na nchi bora kabisa. Lazima umeme huu tulionao hauwezi kutufikisha uchumi wa dola trilioni 1. Kwa namna jinsi tulivyo hapa, hali halisi namna ilivyo nchini mwetu, na umetueleza njia ambazo zilizopo za kuweza kutufikisha katika uchumi wa trilioni, ambapo umetueleza uzuri tu na kutufafanulia vizuri hapa Lugete kuhusiana na madini yetu mbalimbali ya uranium na kadhalika. Kwa uhalisia wa namna msuguano unavyojitokeza katika hizi nchi za Afrika, tukiona wengine wakipoteza katika vyama vikongwe, kwa mfano CCM ambao umetutolea mfano hapa, ili sasa tuweze kuwa stable ama kukaa imara na kupata haya yote ambayo tunayapata kupitia
chama ambacho kitajaliwa kuwa madarakani kuweza kufikia hapa tulipo. Unaona ni nini hasa ambacho kinaweza kutuongoza vizuri katika kuyafikia haya ambayo tunayazungumza sasa hivi au kuyaota ili yakawe kweli? Kwanza ni lazima kila kiongozi au kila Mtanzania ahakikishe anafanya majukumu yake kwa 100%. Nilikuwa nasoma documentary moja hapa kutoka chuo kikuu cha Tokyo, Japani. Wajapani asipotimiza malengo aliyojiwekea anajiua. Lazima tufikie ile commitment ya kufanya kazi iwe juu zaidi. Serikali ifanye majukumu yake kuweka mazingira sawa ya uwekezaji, kilimo, viwanda, nishati, usafirishaji. Nchi lazima iwe busy kwenye uzalishaji. Haya, tunaenda pale bandarini pale. Ukiangalia 80% karibu 80 ya meli zinazoingia pale bandarini zinatoka bara la Asia. Nchi kama China, Japani, India, Korea Kusini na nchi zingine za Asia na nchi za Mashariki zinaleta mizigo mingi sana kupitia bandari ya Dar es Salaam, na tunachukua kodi kubwa sana. Mashaallah, lakini zile meli zinaporudi kule hazirudi na mizigo ambayo imekuwa, hazirudi na bidhaa ambazo zimekuwa made in Tanzania. Kwa kwenye diplomasia ya uchumi sisi tunakuwa kama tunadhulumiwa. Inabidi Wizara ya Nishati, Wizara ya Viwanda, Wizara ya Mipango, Wizara ya Ulinzi, Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Utalii, Usalama wa Taifa, jeshi na wadau wetu wakae waje na mpango mkakati na mbinu za kistratejia ni kwa namna gani zile meli zinavyokuja kutoka bara la Asia zinazomwaga mizigo zikirudi lazima zirudi na bidhaa ambazo ni made in Tanzania. Kutoka hapo ndipo tutakuwa tumeitendea mema diplomasia ya uchumi. Nitakupa mfano. Sisi Japani wanatuuzia 95% ya magari ya serikali tunanunua Japani. Sijui Toyota Cruiser, sijui Toyota nini, Toyota yale. Je, sisi Tanzania tunawauzia Japani kitu gani ili kuendana na pato la Japani ambao wanaliingiza hapa kwa kutuuzia magari, na sisi tunauza kitu gani? There should be 50-50 interest ili wa Japani wafaidike na sisi tufaidike. Inabidi tuwalazimishe wa Japani wanunue bidhaa zetu na sisi tuongeze ubora kwenye uzalishaji ili tuende kwenye msuguano, tuende kwenye ushindani wa kiuchumi. Tumezungumzia kuhusiana na vyama mbalimbali vikongwe katika bara la Afrika vikipoteza katika nafasi ya kumiliki ama kuiendesha nchi kwa hivi sasa. Hapa Tanzania, kwa namna ambavyo unavyoona, ni pande zipi hasa zinapaswa kutiliwa mkazo ili kukipa nguvu Chama cha Mapinduzi kionekane kikifanya vizuri nacho kisije kupoteza kama zilivyo nchi nyingine, ama hata wale ambao wanataraji kuingia madarakani, nini hasa wanapaswa kutilia mkazo zaidi? Kwanza Chama cha Mapinduzi lazima kiboreshe utawala bora. Utawala bora kuanzia ngazi ya serikali za mitaa mpaka serikali kuu kama kitachaguliwa, kitapewa ridhaa na Watanzania. Lakini kitu cha pili, hawa watendaji wake kuanzia wakurugenzi, makatibu tawala, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, mawaziri, manaibu waziri, kila mmoja auvae uzalendo kwa 100%. Na kama kuna mtu ambaye anafanya mambo ambayo ni kinyume na misingi ya uzalendo, utaifa, umoja na mshikamano, akae pembeni, wapewe watu wengine. Akae pembeni, atupishe. Kama haendani na kasi tunayoitaka sisi kama Watanzania kufikia uchumi wa dola trilioni 1 mpaka 2050, akae pembeni, amwambie Mheshimiwa Rais ameshindwa, ili watafutwe watu wengine wenye uwezo wa kufanya kazi. Na Mheshimiwa Rais amekuwa akijaribu vijana na wanafanya kazi. Kama kuna watu ambao hawaendani na ndoto ya taifa letu ya kufikia uchumi wa dola trilioni 1 mpaka 2050, wakae pembeni, watafutwe watu wana uwezo kufanya hiyo kazi asubuhi, mchana na jioni. Dunia sasa hizi ni ya ushindani, haiwezi kumuonea mtu huruma. Leo hii Ethiopia wametekeleza mradi wao mkubwa sana wa Grand Ethiopia Renaissance Dam, bwawa kubwa lile ambao wanatuuzia mpaka sisi umeme. Kwa hiyo ni kwa sababu wa Ethiopia wako jangwani, lakini wameamua kutumia akili, maarifa na ushawishi, wametekeleza mradi mkubwa sana, moja kati ya project kubwa ya umeme Afrika. Na sisi viongozi ambao hawana maono na ndoto za kulivusha taifa letu hapa tulipo, watupishe, tutafutwe watu wengine ambao wanaweza kuendana na kasi ya mabadiliko ya kiuchumi na kiushindani duniani. Katika mataifa ambavyo vyama vyake vimepoteza na kuangukia pua, unadhani kuna mahala walikosea wapi ama walipishana na matakwa ya raia wake? Kwanza ni waliangushwa na uhafidhina. Nitakupa mfano Malawi. Chama cha Malawi Congress Party cha Bwana Hastings Kamuzu Banda
kuwa kiongozi wa Malawi, rais wa kwanza wa Malawi kutoka mwaka 1964 baada ya Malawi kupata uhuru kutoka kwa Uingereza mpaka anaangushwa mwaka 94. Hastings Kamuzu Banda alisema kwamba yeye ile nchi ya Malawi amepewa na Waingereza na wa Malawi hawana haki ya kumuuliza nini afanye, nini asifanye. Ilipofika mwaka 94 watu wakasema tumekuchoka, akaja Bakili Muluzi akampiga chini kwa kura nyingi Hastings Kamuzu Banda mpaka akapata ugonjwa wa pressure na sukari. Kwa hiyo tunaona kabisa hivi vyama vilivyopigania uhuru ambavyo vingi vinaanguka ni kutokana na kushikilia misimamo ya zamani, hawataki kubadilika kutokana na kasi ya kiuchumi, kisiasa na ushindani wa dunia. Lakini hivi vyama vinavyoanguka vimeshindwa kukidhi matakwa ya vijana. Kama matakwa ya vijana yasipotekelezwa, hali itakuwa mbaya sana kwa hivi vyama ambavyo vimepigania uhuru na viko madarakani kwa muda mrefu. Hali hii inatoa funzo gani kwa vyama ambavyo viko madarakani hivi sasa na ziko katika harakati za kuelekea kwenye uchaguzi kama ilivyo nchi yetu ya Tanzania? Kwanza lazima wajue vijana ndo hatima na mustakabali wa uchumi na ushindani. Lazima vitekeleze matakwa ya vijana, vijikite kwenye kuzalisha ajira mpya, washirikiane na makampuni binafsi na wafanyabiashara binafsi, ikiwezekana wawapunguzie kodi ili hao wafanyabiashara binafsi watanue biashara na watengenezewe mazingira mazuri ili waweze kutoa ajira. Siku zote lazima tuwafanye vijana wawe bize na wazalishe kwa maslahi mapana ya nchi. Lakini kitu kingine ni lazima wajifunze kutoka kwa wenzao, wameanguka wapi, wamekosea wapi na nini kimekwamisha. Cha tatu, wasione aibu kujifanyia marekebisho wa wenyewe kwa wenyewe. Kuna kitu kinaitwa KPI kwa anatuambia Imani Luvanga, Key Performance Indicators. Hivi vyama ni lazima vijifanyie tathmini ni wapi vinakwama ili virudi na sura mpya ya kutekeleza mahitaji ya wananchi. Sawa. Tumekamilisha haya na umetueleza mengi, na majaliwa tunaelekea uchaguzi Oktoba, hapo haiko mbali. Unadhani sisi kama raia tunapaswa kufanya vitu gani, ama akili zetu zifikiri vitu gani ili ambavyo kuweza kutengeneza kitu kizuri kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu? Kwanza najaribu kusema kama Mtanzania. 12:45 hivi sasa, kasri la Kikeke liko hewani na tuendelee kwa nawe hapa mpaka 3 kamili. Mimi ni Samira Suleiman na studioni niko na Musa Lugete, tukijadili yale ambayo yanaendelea kule nchini Gabon, lakini katika nchi za Afrika kwa jumla, kutokana na kile ambacho kinaonekana baadhi ya vyama vikongo vya siasa vikipoteza karata katika chaguzi mbalimbali zinazoendelea hivi sasa. Na mwishoni hapa nilikuwa nimemuuliza Lugete kwamba sisi kama raia tuna wajibu kiasi gani kuhakikisha kwamba nini tunazingatia kuelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 29 ili tusipoteze, lakini pia kusaidia maendeleo ya nchi yetu. Kwanza sisi raia katika hichi kipindi cha kampeni, sisi kama Watanzania tunapaswa kusikiliza sera za wagombea wote. Tuwasikilize, tufanye tathmini ya kuchuja na kuchambua ni mgombea yupi anatufaa kulingana na historia yetu, jiografia yetu, rasilimali zetu na changamoto tulizonazo. Na ikifika Oktoba 29, twende wote kupiga kura, wenye sifa tuliojiandikisha, twende kupiga kura kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kura yetu sisi wa Tanzania ni sauti yetu, haki yetu, wajibu wetu, uzalendo wetu, utaifa wetu na mustakabali wa nchi yetu kwa muda wa miaka 5 kutoka 2025 mpaka 2030. Hatuna sababu ya kutokwenda kupiga kura, kwa sababu atachaguliwa kiongozi ambaye hatokani na kura yetu, na tutaishi kwa kujuta na kunungunika tukishaenda kupiga kura. Baada ya hapo tuondoke eneo la tukio, turudi nyumbani, tusubiri matokeo rasmi kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inayoongozwa na jaji wa mahakama ya rufani Jacob Mwambegele, ambayo imeboreshwa maradufu na inakidhi viwango vya Watanzania. Baada ya hapo matokeo yakishatoka, tuendelee kuwa wamoja, tuwe na ustahimilivu wa matokeo na uvumilivu wa kisiasa, tubaki kama taifa. Ndugu yangu Samira Suleiman, tunaweza kutofautiana kisiasa, kijamii na kiuchumi, lakini kama taifa hatupaswi kugawanyika, kwa sababu umoja na mshikamano wa taifa letu pendwa Tanzania ndio nguzo ya matumaini na nyota inayoangaza mustakabali wetu. Umoja wetu ni urithi wetu na ngao yetu ya matumaini. Tunapokuwa wamoja, tunaposhikamana kama taifa, tunapunguza mzigo kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kupambana na uhalifu na kulifanya taifa kuwa salama. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tuko kwenye kipindi cha kampeni, tunaendelea kufuatilia ni mgombea yupi anatufaa kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya bunge mpaka ngazi ya taifa, ili tuweze kulijenga taifa letu. Hatuna taifa lingine la kujivunia zaidi ya Tanzania. Na majirani zetu, mataifa yanayotuzunguka zaidi ya 8 yote
Tanzania ndo nchi bora ya kuishi kuliko nchi zingine zote. Wanatuona sisi ndo wa mfano. Na kama Chama cha Mapinduzi kitachaguliwa, ni lazima kiboreshe utendaji wake mara 150. Spidi yake lazima iwe kubwa. Wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakurugenzi wa halmashauri, makatibu tawala wa wilaya na mkoa, mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu wa wizara, bunge na mahakama, na watumishi wote kuanzia ngazi ya serikali za mtaa mpaka ngazi ya taifa, ni lazima wawe na moyo wa kizalendo wa kusimamia rasilimali za nchi, ili kwa pamoja tuifanye Tanzania kuwa taifa lenye nguvu kisiasa, kiuchumi, kijeshi na kiteknolojia Afrika nzima, kwa sababu hatuwezi kufikia uchumi wa dola trilioni 1 kwa mwaka kama tunafanya kazi kwa mazoea. Crown Media. Hapa ni nyumbani.